Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza kwa simu na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo Mei 17 mwaka 2026. Mazungumzo yao yalijadili uwezekano wa kuanzisha tena vita dhidi ya Iran, restarting the war with Iran, pamoja na safari ya hivi karibuni ya Trump kwenda nchini China. Mazungumzo yao yalidumu takriban dakika 30 na yalilenga sana suala la Iran, hasa wakati wa mazungumzo ya amani yamekwama. Baada ya mazungumzo, Rais Donald Trump aliandika katika Truth Social, "For Iran, the clock is ticking and they better get moving fast. Oh, there won't be anything left of them. Time is of the essence." Saa inaendelea kwa Irani, lazima wahakikishe au kutakuwa na chochote kitakachobaki kwao. Netanyahu alithibitisha kuwa alizungumza na Trump kabla ya mkutano wake wa usalama. Hii inaonyesha mvutano mkubwa unaoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran baada ya vita vilivyotokea awali na mazungumzo yalishindwa kufikia makubaliano. Katika vita inayoendelea kuna athari mbalimbali za kiuchumi ambazo zimeanza na zinaendelea kutokea mpaka sasa. Athari ya kwanza ni kupanda kwa bei ya mafuta na gesi. Athari ya pili ni mfumuko wa bei na kupungua kwa ukuaji wa uchumi. Mfano, Marekani imeongezeka na bei za petroli zinaharibu maendeleo ya kupungua kwa bei. Fed inaweza kuchelewesha kupungua riba. Duniani kwa ujumla, ukuaji wa GDP unaweza kupungua kwa 0.2 hadi 1% au zaidi kulingana na muda wa vita. Ulaya inayotegemea sana nishati inaweza kuathirika zaidi na hatari ya mdororo wa kiuchumi ikiwa usumbufu utaendelea miezi kadhaa. Jambo lingine ni athari kwa nchi mbalimbali. Nchi ya Iran uchumi wake umeporomoka zaidi kutokana na vikwazo na kuzuiliwa kwa mauzo ya mafuta. Nchini Marekani inanufaika kidogo kutokana na uzalishaji wake mkubwa wa mafuta, lakini raia wanalipa bei ya juu ya petroli na bidhaa. Trump amesema hana wasiwasi sana na athari kwa raia. Katika China na Asia wanapata mafuta mengi kutoka Iran, hivyo wanaathirika na bei za juu za mafuta. Afrika na nchi zinazoendelea, bei za juu za mafuta na bidhaa huongezeka na gharama ya maisha imekuwa kubwa sana kulinganisha na hapo awali. Una maoni gani kuhusu jambo hili? Usisite kutuandikia hapo kwenye uwanja wa comment section. Pia usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka.